ukitaka kuniudhi, ukitaka kunikorofisha, jaribu kuharibu brand na image ya Simba au ya Haji Manara, nitakurukia. Lakini kwa hili la Simba nimevumilia tu, nimekana unyonge kwa muda mrefu. Zahera hatutendei haki, anaukosea mpira wa Tanzania kwa kutafuta huruma. No way Simba ukalinganisha na Yanga. Sasa yote haya yamepita. Jana baada ya mpira, kocha ambaye mimi binafsi kwa mheshimu sana na ambaye aliwahi kunipigia simu tulivyomuondoa kocha Masudi, binafsi alinipigia simu akanambia, kaka, mimi niko tayari kuja kuwa assistant Simba. Nikamwambia okay, ngoja niwasilishe kwenye bodi tuone. Bahati mbaya bodi ikaamua, au bahati nzuri au mbaya kwa yeye, bodi ikaamua vinginevyo, tukamchukua kocha mwingine ambaye tunafanya naye kazi tena baada ya research ya muda mrefu. Ndio tunafahamu Masudi aliondoka muda mrefu, lakini tukakaa muda mrefu bila assistant. Hatukukurupuka mpaka kumchukua Kitambi. Hata yeye alikuwa katika list yetu. Lakini klabu haikuona kwamba ana deserve tena kuja kuwa assistant wa Simba. Labda nadhani alichukulia ndio hiyo hasira zake. Hapo baadaye uko nyuma alisema mimi nitafunga Simba, wakija Mbeya nitafunga. Alisema sana, niliona kwenye clip. Jana analalamika anasema timu yenye pesa ndio. Guys, hivi tukio gani baya la jana kama sio kunyimwa penalty ya wazi ya Opi? Kama referee angekuwa amepewa hizo pesa na Simba, kwa nini katupa foul, katunyima penalty? Kwa nini asitupe penalty ambao ndio rahisi zaidi kufunga? Halafu hiyo ni clear obstruction. Obstruction ni foul. Kocha anatushtumu, maskini ya Mungu anashtumu klabu inatumia fedha. Sisi tunahonga. Sisi tunacheza back to back after every 48 hours or 72 hours. Kila baada ya siku mbili, siku tatu tunacheza mechi. Mbeya City kama ukijaribu kufanya tunachofanya sisi sasa hivi, wiki wanakufa wale wachezaji. Hawana kikosi hicho. Hawana uwezo huo. Yule kocha kanuni inataka tucheze kila baada ya masaa 72. Sisi tunacheza jana, tunacheza kesho. Yote kunusuri ligi ishe mapema. Na leo tunajiamini tunacho kikosi hicho. Ndio maana kocha anafanya rotation. Tumenyima clear penalty. Na Ruvu na JKT tumenyima clear penalty. Hamna anasema. Na sisi tulalamiki. Sisi tunafunga tu magoli ya kawaida. Kocha anaenda kusema sisi tunatumia pesa, yule kocha ambaye sita. Of course tuna pesa, lakini hizo pesa tunatumia kusajili wachezaji bora, kulipa mishahara kwa wakati, kukaa hoteli bora, kusafiri kwa usafiri mwepesi, kulipa bonus, kuinvest kwenye football. Kama refa anaongwa, kwa nini stupa ile penalty? Ni kuikosea klabu ya Simba. Mimi nadhani labda kwa sababu alinyimwa kazi Simba. Labda kamuulizeni, hakunipigia simu. Anajua na hana uwezo kukataa. Sisi ni timu ya raia wa nchi hii. Ndio maana kila tunapokwenda tunajaza sisi. Simba ndio the biggest club in the country. Now, we unataka hutaki. Takwimu ziko hivyo. Bodi ya ligi mkenda tutakwambieni tunavyojaza viwanja, na nyinyi mnaona. Nyinyi wana habari, mnazunguka mnaona. Sasa mtu mmoja anakaa na ishtumu club kubwa wazi hachukuliwi hatua, hafanyi jambo lolote. Simba tumekuwa nyonge. Mimi sijasema, niko kimya. Kwa sababu mimi, kwa nini sikusema? Kwa sababu mimi kwanza, mosi, niliona sio haki kujibizana na kocha. Mimi nawaheshimu sana makocha, lakini ilifika mahali anatushutumu sana, inazidi mpaka inaumiza fans wetu. Na lengo lilikuwa ni rahisi tu. Lengo la Zahera lilikuwa ni ize. Alishaona hakuna chances za Yanga kwa mabingwa. Kwa hiyo akatafuta sympathy kwa wana Yanga. Huruma. Yaani alicheza, ana propagate kitu kwamba yani hata Yanga wasipochukua ubingwa kwamba Simba anapendelewa. Yaani anawaaminisha wana Yanga ujinga kwamba Simba anapendelewa. Maksudi anafanya. You are very smart, sio intelligent. Ni very smart, sio intelligent hata kidogo. Anachokifanya anawaaminisha, anajua Simba ni bingwa. Kwa hili nini onekane bonge la kocha Simba anapendelewa, ili Yanga ni kweli Simba anapendelewa. Very smart. Sasa
Okay, unaweza ukaiacha mara moja, ya pili, ukavumilia, ya tatu. Sasa inakuwa ni routine. Hata ni waandishi Yanga kitumeza kucheza, kicha kwanza Yanga ishapoteza, mnataka kusikiliza leo unashutumu nini? Ishakuwa ni utamaduni sasa. Hatuwezi kuacha nchi inaendeshwa hivyo. Hatuwezi kuacha mpira wa Tanzania unaendeshwa hivyo. Mimi nakumbuka leo kushtumu TFF kwa data, kwa facts. The next day nilifungiwa miaka 2 na fine milioni 9 TFF iliyopita. Na wakati nafunguliwa na TFF hii kwenye kikao cha kamati ya nidhamu, waliniambia hivi, inawezekana ulikuwa sahihi na unachokisema, lakini approach yako, the way ulivyoishtumu shirikisho, hukuwa na haki hiyo. Yaani mimi kwangu bodi ya ligi na TFF kwa mwaka huu, kwa jinsi ratiba ilivyo na mabadiliko ya kalenda ya CAF ya mashindano yao na ongezeko la timu kwenye Premier League, TFF na bodi ya ligi wanastahili kupongezwa. Mimi nilikuwa sioni ligi itaishaje. Kuna wakati nilikuwa nasema hivi, sisi kitokea tukaingia nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika, hii ligi itaisha? Maana imagine leo ndio tucheze nusu finali leo. Wiki iliyokwisha tusingecheza ligi. Bado tuko na viporo vingine. Naweza nalaumu TFF. Hata mawili. Yaani sisi ingebidi iwe sawa, tungetoa raundi ya kwanza kama walivyozoea wao kutolewa, basi tusingekuwa na viporo. Ligi ya mwaka huu imekuwa na viporo vingi kwa Simba kwa sababu kubwa mbili. Mabadiliko ya kalenda ya mashindano ya klabu bingwa Afrika ambao walikuwa kutoka Januari tu Novemba, safari ni Novemba to Mei, na ongezeko la timu za ligi kuu kutoka 16 kwenda 20. Plus kuzipa nafasi timu ya taifa, ligi kusimamishwa, Mapinduzi Cup na SportPesa Super Cup, na kufanya vizuri kwa Simba. Maana tungetoa raundi ya kwanza tusingekuwa na viporo. By the way, hebu imagine sisi tusingekwenda kucheza SportPesa, tusingecheza Mapinduzi Cup, kusingekuwa na ile muda wa timu ya taifa kujiandaa, leo kusingekuwa na viporo. Lakini la pili, zikaanza tuhuma. Akali mechi Yanga na Simba. Tuhuma mbaya sana za kwamba Simba inapuliza madawa vyumbani kiasi cha kuwezesha timu nyingine wasicheze, washindwe kupumua, na akazitoa tuhuma zile hadharani, akathibitisha kwa vitendo Young Africans hawakuingia vyumbani, hata kwenye ile tunnel ya uwanjani wakakwepa, TFF wakawapiga faini. Mbaya zaidi, akaaminisha mpaka timu ngeni wamekuja hapa vita, mechi imekuwa ni kama vita kweli. Anazungumza tu. Kuwa karibu na matukio ya burudani, udaku, michezo, maisha ya wasanii na mengineyo ya kufurahisha. Subscribe Kidani Stars kwenye YouTube channel.